أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndugu zanguni wapenzi watazamaji, natumai nyote mko sawa wazima katika wakati huu, na tukiendelea na mazungumzo yetu tuliyoanza kuhusiana na kiongozi aliyeuawa shahidi, Imam Ayatullah al-Udhma Sayyid Shahid Ali al-Husaini al-Khamenei. Tulikuwa tumefika mazungumzo yetu tukielezea maana na kutaka kufahamu undani wa jukumu hili ambalo alikuwa nalo ni wilayatul faqih. Yeye alikuwa waliyul faqih. Waliyu faqih tulielezea tukafahamu vizuri ya kwamba ni kiongozi ambaye ni faqihi, ambaye anasimamia nchi na mambo ya kidini na ya kisiasa na ya kijamii na ya kiutamaduni, yote anasimamia yeye. Anakuwa ni kiongozi katika utawala, yani ni mtawala wa kidini, ni mtawala ambaye ni faqihi, ni jurisprudent, ambaye msomi, amesomea mpaka mambo daraja za juu za kielimu ya fiqhi. Na tulielezea vipi mambo ya kuhusiana na jambo hilo kiundani. Nikiongezea kabla ya kuanza kuzungumza mazungumzo mengine, kuna jambo ambalo ni vizuri pia tunaweza kutaja, ya kwamba kama tulivyosema pia ya kwamba kulingana na imani yetu sisi Waislamu ni kwamba utengezaji wa sheria ni wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake ndio anafaa kutengeza sheria, na sheria hizo kwa nini anafaa? Yeye tu, kwa sababu yeye kwa watu wote yuko sawa, yeye yuko juu ya sheria. Lakini mtu mwingine anapotengeza sheria utakuta anaangalia, hajui haki za watu ipasavyo, huenda akadhulumu kwa kuwapatia baadhi ya watu haki zaidi ya wengine katika akajiweka pia yeye mwenyewe kwamba juu ya sheria. Sasa sheria Mwenyezi Mungu ndio anatengeza, lakini Mwenyezi Mungu hashuki. Kwa vile hashuki, nani atasimamia uendeshaji wa sheria katika jamii? Si mwingine ila ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndio anakuwa na jukumu hili, na ndio sababu tunaona baadhi ya mitume walikuwa na utawala, kama vile Nabii Suleiman, na pia vile vile Nabii Musa alikuwa na utawala, na pia kufika mahali ambapo pia Mtume Muhammad alipotoka Maka akaenda Madina na akatengeza serikali au utawala ambao ulikuwa ni wa Mwenyezi Mungu, utawala wa Kiislamu. Baada ya mtume nani anakuja? Kulingana na sisi tunasema ya kwamba ni imamu, ambaye anakuwa ndio lugha nyingine tunatumia imamu au khalifa, yani successor wa mtume, ambaye sio mtume lakini ni khalifa au ni imamu. Lakini baada ya yeye kuondoka, sasa kwa vile wakati huu hatuna maimamu ambao wako nje katika sehemu ambayo watu wanaweza kuwafikia, anayefikia mahala pake ni nani? Ni mtu ambaye ni mjuzi wa sheria, mjuzi wa fiqhi, mjuzi wa dini, ambaye ndio tunamuita kwa Kiislamu tunamuita marji au mujtahid. Mujtahid amefikia elimu hiyo, ndio anaweza kuwa yeye ndiye anaweza kusimamia. Ili jambo tunalipata pia kwenye Ukristo pia. Wakristo pia hii imani wanayo, na ndio sababu unakuta wao wanafanya nini? Walikuwa toka siku za nyuma walikuwa na pope. Pope ndio alikuwa kiongozi mkubwa, na nchi nyingi zilikuwa zinatawaliwa na pope, na mabishop au tuseme makardinali ndio walikuwa wakimchagua huyo ambaye atakuwa ndio yani mfumo ni kama huo. Sisi kwetu
mujtahidi wengi ndio wanamchagua waliu faqih. Wakristo wanamchagua pope ambao ni mabishop au kwa lugha nyingine pia makardinali ambao ndio wanamchagua. Sasa hili jambo lilikuwa siku za nyuma, baadaye walikuja wakabana na ikawa nini, amebakishio pope nchi moja au maeneo sehemu ambayo inaitwa Rome. Hapo yeye ndio anatawala, na utawala unakuwa ni utawala wa kiongozi wa kidini. Tunakuta pia katika Ukristo ili jambo lipo pia, wanalisema kila siku wakiomba Mwenyezi Mungu. Wanasema kila siku wakisema ya kwamba Mungu wetu au Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, ifanyike hapa duniani kama inavyofanyika huko mbinguni. Yaani utawala wa Mwenyezi Mungu uwe ndio unatawala watu. Hili ni jambo ambalo wanasoma kila siku wakiomba na wamefundishwa katika Biblia jambo hilo ndio wawe wakisoma. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo liko, si jambo la ajabu, ni kitu ambacho kinakubaliana Waislamu na Wakristo. Sasa tukifika hapo tutakuwa tumemalizia mazungumzo kuhusu mambo ya wilayat faqih na pia kuhusiana na marehemu au shahidi kipenzi cha umma ambaye ni Sayyid Shahid Ali al-Husseini al-Khamenei. Sasa tunataka tuanze kuzungumza kuhusu aliyechukua mahala pake ambaye ni mwanawe baada ya kuwa amechaguliwa mwanawe ambaye ni nani? Ni Sayyid Mujtaba al-Khomeini. Sio kwamba ni amerithi, sio urithi kama vile wafalme huwa wanarithiana na watoto wao, kama vile Saudia ni wapi, kuna mfalme fulani alikuweko, kuna Fahad akaja akarithiwa na mtu mwingine katika familia, hivyo hivyo mpaka sasa hivi. La, sio kwa mfano huo. Hii nimetokea kwamba huyu ndio amepita na amechaguliwa baada ya kuwa ana sifa nyingi zaidi kuliko wale waliokuwa pamoja, waliokuwa wameangaliwa ya kwamba wanaweza kuchukua cheo hiki. Sasa Said Mujtaba tumuelezee kiasi tuweze kumjua na tuweze kufahamu ya kwamba huyu sasa amechukua nafasi yake ikoje. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba yeye kama tulivyosema baba yake ndio nani? Shahid Ali al-Khamenei. Na tumemjua. Ama mama yake ni nani? Mama yake ni Mansura Khojaste Baqirzadeh. Huyu ndio alikuwa mama yake ambaye ni mke wake Ali Khamenei. Sasa alizaliwa mwaka wa gani? Mwaka wa 1989. Yani kwa sasa ana miaka 50 na ngapi na 6 au na 5 hivi kwa kiwango hicho ikiwa sijakosea. Sasa yeye na huu ndio umri ambao baba yake pia alipofikia ndio akawa amechukua uongozi, akawa pia amechukua waliu faqih, amechukua nini? Uongozi wa nchi ya Irani kama vile Imam Khomeini alivyokuwa. Sasa tukielezea pia kuhusiana na mama yake kidogo, kwa sababu pale nyuma hatukutaja sana mama yake. Tukielezea yeye alikuwa ni mama yake, baba alikuwa amezaliwa na Baqirzadeh ambaye Khojaste Baqirzadeh, na hii familia au baba yake alikuwa ni mwanabiashara na alikuwa ni mtu wa kidini, anapenda dini na mambo kama. Alikuwa si msomi, lakini babu yake alikuwa ni msomi ambaye alikuwa amesoma na alikuwa na harakati pia za huko nyuma za kidini na pia za kisiasa vile vile, au za kijihadi tuweza kutema kwa njia nyingine. Sasa huyu mama alikuwa, tukiangalia maisha yake ni kwamba yeye kitu kikubwa kama tunavyoambiwa, yeye alikuwa ndio si mwanasiasa na hakujishughulisha na shughuli za siasa, lakini yeye alikuwa ni mkono wa kuume wa mumewe, alikuwa ni msaidizi mkubwa wa mumewe, kwa sababu na kufanikiwa kama vile wasemavyo wengi kauli ya kwamba
mwanamume yeyote mwenye mafanikio lazima kuna mwanamke ambaye yuko nyuma yake ambaye anamsaidia. Sasa yeye alikuwa yuko pamoja naye, walikuwa kiafikiana na kusikizana kabisa kifikra na kumuunga mkono na kumshajiisha na kumpatia hamasa katika mambo hayo pia. Na alikuwa yeye wakati amewekwa jela, yeye alikuwa akistahamili na kuangalia watoto, na hata akienda labda hata kumtembelea huko jela alikuwa hamuelezei matatizo hata yale ya watoto na ya nyumbani ambayo wanapitia, na hali ya kuwa labda mtoto alikuwa mgonjwa au mambo kama hayo, alikuwa yeye anajaribu kuzuia, kumweka katika hali ya utulivu. Na yeye mwenyewe pia akiulizwa anasema ya kwamba yeye alimwambia wakati Imam Khomeini alipowekwa akapelekwa uhamishoni, akafukuzwa, akawa exiled, yeye mumewe alikuja akamuuliza, wewe, mimi nikishikwa niwekwe ndani utafanya vipi? Utakuwaje? Utahisi vipi? Sasa wakati huo kumbe ndio alikuwa anamuandaa kumweka sawa, ndio aweze kujua ya kwamba mambo haya wanayofanya si mambo madogo, yanaweza kufikia kushikwa, yanaweza kufikia hata kuuawa, yanaweza kufikia. Sasa yeye aliyachukua na kujiweka sawa na kujiweka kwa njia ambayo anaweza kustahimili mambo yote. Na yeye pia alikuwa akitumika kwa sababu ya kufikisha, labda kuna jumbe ambazo zilikuwa zikitoka, kuchapisha makaratasi na barua labda zinafikishwa sehemu fulani, alikuwa akisaidia kisiri na kuhifadhi siri. Na ndani ya nyumba kuna watu, hata mumeo ndio anasema kwamba kuna watu ambao tofauti walikuwa wakija kwenye nyumba. Saa zingine watu wanakimbizwa, labda wanakuja nyumbani kwake, wakikaa wakizungumza, na yeye alikuwa haulizii nini kinachoendelea na kuulizia nani huyu. La, alikuwa anamwamini mumewe na ana utulivu kabisa. Na mumewe pia wakati mwingine inabidi akimbie, kujificha, asionekane, kwa sababu anatafutwa na utawala ambao ulikuwa siku za nyuma, ambao ni wa Shah, Riza Shah walikuwa, kwa sababu walikuwa na harakati hizo za kupingana. Kwa hivyo walikuwa na harakati. Tukirudi pia katika maisha yake tunapata ya kwamba vita vilipokuanza baina ya Iran na Iraq, tunapata pia yeye aliwatuma watoto wake wakiwa na mmeo, wakashiriki pia katika watu wengine wakienda wakiuawa. Kwa nini wao wabaki katika hali ya wengine wanapata shida na wao wanapata raha? Kwa hivyo yeye mwenyewe inasemekana pia alishiriki katika vita. Walipokuwa wakienda vita, yeye pia alienda na akawa yeye anahudumia wale majeraha na kuosha nguo zao na nini na mambo kama hayo. Kwa hivyo pia alikuwa ni katika wenye kujitolea katika maisha hayo. Na pia watoto wake wawili ambaye ni Said Mustafa na ndugu yake mkubwa Mujtaba, Said Mujtaba na Said Mustafa, ambao ni mwana mkubwa na wa kwanza na wa pili, ambaye sasa huyu ni Mujtaba ambaye tunamzungumzia, ambaye ndio amechukua uongozi sasa. Wao wawili walienda wakiwa na miaka, huyu akiwa na miaka 17 na huyu mwingine alikuwa na miaka 18 au 19. Walienda pia wakawa wako katika wenye kupigana, yani katika wanaoitwa Basij. Basij ilikuwa ni watu ambao wamejitolea, wanaenda kupigana vita, kusaidia na majeshi na kutetea nchi yao katika vita ambavyo vilikuweko baina ya Iran na Iraq, baada ya kuwa Imam Khomeini ameingia na utawala umepatikana, na ikawa sasa wazungu wa Amerika wamewashawishi na kuwapatia silaha wa Iraki Saddam, na ikawa vita vimeanza. Sasa wale pia, na baba yao alikuwa ni rais wakati huo, Said Khamenei alikuwa ni rais wakati huo, lakini anatuma watoto wake kwenye vita. Sio wengi katika viongozi ambao huwa wako kwenye utawala wanaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa hivyo huyo ndio mama yake Sayyid Mujtaba.